Ahlan wa sahlan na marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Mpenzi mtazamaji, leo tena ni furaha na bashasha kuwa naye ndugu yetu, kaka yetu ambaye pia ni mwalimu na anajua mingi zaidi kuhusiana na wanafunzi. Na katika swala la leo inshallah mpenzi mtazamaji, tunaenda kuangazia peer pressure, shinikizo la rika. Yaani ukiangalia kwamba kuna tabia ambazo sisi tunaiga ama zinatupelekea kuwa kama watu wengine. Na inshallah tukielekea kwake si mwingine bali ni Ramadhan Shisia ambaye tulikuwa naye katika vipindi vingi ambavyo aliweza kuelezea kuhusiana na academic na vitu vingi tofauti. Na inshallah kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi kuhusiana na peer pressure. Tukirudi kwake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu tena. Nashukuru sana. Naam. Dada Haifa katika mwaliko tena alhamdulillah kuja hapa ili tuweze kuongelea mawili matatu kuhusiana na vijana na malezi ya vijana majumbani mwetu na pia mashuleni pia shuleni pia ningependa kuchukua fursa hii kama kawaida kumshukuru Allah Azza wa Jalla ambaye ametuwezesha ametuneemesha alhamdulillah tukaweza kufika kuona siku kama leo na pia kuwa katika sehemu kama hii si katika ujanja wetu, kweli katika rehema zake na kudra zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo inshallah leo ndaongelea au tutaongelea kuhusu hili swala ambalo linaitwa peer pressure. Kwa Kiswahili ukipenda mshinikizo la wa marafiki au ushawishi wa marafiki. Sasa inshallah kabla sijaingia katika maudhui yangu kuhusu hii mada ambayo inaongelea kuhusu mshinikizo au peer pressure ya marafiki, lazima kuna nukata ambayo ndaziongelea katika leo inshallah katika topic yetu inshallah. Naam. Kwanza kabisa katika mada yote ambayo unaongelea lazima ile mada au ile jambo ambalo unataka kuliongelea lazima ulifahamisha au ulifafanue ili lina maana gani jambo. Kwa hivyo ndaongelea kuhusu maana ya shinikizo la marafiki au peer pressure ukipenda. Na tukishalijua maana yake tutakuja tujue, je, hii shinikizo au peer pressure katika vijana ima mashuleni au majumbani mwetu, je, inaweza kusababisha nini? Yani inaweza kukuletea nini? Baada ya hapo tukishajua hiyo tutajua aina za hii peer pressure. Ndio. Tujue, je, hii mshinikizo ya marafiki ima ni marafiki au watu wa karibu, je, zote ni mbaya? Ama pia kama nzuri. Kuna shinikizo au ushawishi kupitia kwa marafiki ambao ni nzuri, ni nzuri ambao inaweza mkuza ikamjenga mtu. Kweli. Kwa hivyo tukishajua aina za hii peer pressure au mshinikizo wa marafiki, tutataka tujue, je, athari za kuwa na marafiki wabovu au kuwa katika hii ushawishi mshinikizo wa marafiki, then ni athari gani unaweza zipata? Athari gani utaweza zipata? Kwa sababu ikiwa mzazi utamwacha mwanao au kijana wako hujampa malezi mema, alafu huyu kijana akajikuta katika kundi ambalo silo nzuri, basi huyu kijana kupitia ushawishi wa hawa marafiki unaweza mfanya akajikuta akifanya mambo ambayo sio sahihi, ambayo tutakuja tu yaongelee inshallah. Pia tutaongelea kuhusu, je, ni dalili gani ambazo zinaonyesha kwamba kijana au wewe mwenyewe kwamba uko katika shinikizo la marafiki au peer pressure. Ni dalili gani? Kwa hivyo hizi dalili ambazo baadhi ya dalili ambazo tutazitaja, ikiwa utaona mmoja wapo wa hizi dalili ama zote hizi dalili, basi jua wewe uko katika shinikizo la marafiki. Na pia katika hizi mgawanyo wa peer pressure, aina za hizi mshinikizo, tutakuja tusome kwamba
kuna shinikizo ambayo inaitwa negative peer pressure, ambayo ni mshinikizo au ushawishi mbovu mbaya. Kwa hivyo pia hii iko na vigawanyo. Tutakuja tuzisome tujue hizi vigawanyo ni zipi. Na mwishowe tutaangalia, je, umejipata au kijana amejipata aiko katika kundi kibaya. Je, tunaweza mfanya vipi? Tunaweza msaidia vipi ili arudi katika njia what are the solution? Tunaweza msaidia vijana au kijana ambaye amejikuta katika situation au katika hali kama hii ya ushawishi ya marafiki. Naam. Pia kabla ya kuanza katika mada yangu lazima tujue katika Qur'ani, je, kuna aya ambayo inaongelea kuhusu shinikizo la marafiki? Je, kuna hadithi za masumin au bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Je, kuna yote inaongelea kuhusu hii shinikizo la marafiki? Kwa hivyo inshallah tutaanza mada yetu inshallah. Kwanza tuweze kupata aya ya Qur'ani ambayo inaongelea kuhusu shinikizo la marafiki. Katika suratul al-Isra inasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wala takifu ma laysa laka bi'ilmu, wala usifuate usichokijua. Sasa hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba kijana siku zote kuwa ni mtu wa msimamo. Usiwe ni kijana wa kuendeshwa, uwe kama upepo. Yani wewe kijana umewaona marafiki zako na wewe unaona hawa marafiki zako wanakushawishi kufanya mambo maovu, si mazuri, si ya kimaadili. Basi wewe Qur'ani au Mwenyezi Mungu anakuambia usiwe ni mwenye kuingia katika kundi kama ina yani wanakuambia tufanye jambo fulani na wewe unaingia moja kwa moja. Unakuwa ni mwenye kubebwa tu. Lolote wanachokisema basi wewe moja kwa moja unakuwa umeafikiana nao. La. Kijana lazima uwe na msimamo. Ndio maana wakasema ya kwamba saa zingine kama kijana sio kila kitu unasema ndio. Mengine lazima useme la mahali. Sahihi. Na kwa hivyo Qur'ani inatuambia kijana lazima uwe na msimamo. Licha ya ile hali wewe uko katika umri ambao wakubalegha, ambao kuna shinikizo ndani yako, lakini lazima ujifundishe kusema la. Ujifundishe kwa kuangalia na kuona, la, haya mambo anayofanya hawa wanayotaka nifanyie hili jambo, je, ni sahihi? Je, ni sawa? Je, katika maadili au katika dini yangu inakubali? So lazima uwe ni mwenye, usiwe ni mwenye kubebwa yani ukaingia katika timetable ya wenzako. Lazima uwe mtu wa msimamo. Pia Al-Imamu Ali alayhi salam katika hadithi yake anasema, rafiki huvuta, yani rafiki huathiri. Nadhani kuna msemo ambayo kwa kizungu unasikia inatumika sana. Unasikia mtu anakuambia, show me your friend, I'll tell you who you are. Nionyeshe rafiki yako au marafiki zako, kisha ndakujuza, ndakueleza wewe ni mtu aina gani. Ushaona? Kwa sababu gani? Marafiki wanaacha athari kubwa sana. Marafiki huathiri sana kuliko hata wazazi wako. Kweli. Kwa sababu ule mtu hashinde nyumbani kila siku. Na sio kwamba mzazi atamfunza kila kitu. Na kwamba kutana nalo kule nje ama ni marafiki ndo anaiga. Ndio maana hata mtoto mdogo utakuta saa zingine ukiangalia sehemu kadhaa mtoto mdogo akuta lazima mtu labda ameanza kutukana na mahali, yeye naye anaiga ile tabia. Ni kweli kabisa. Sasa unaona, kwa hivyo marafiki huvuta. Ndio maana wazazi tunahimizwa, mzazi fanya juu, ambapo tutakuja tuongelee inshallah tukiendelea na mada yetu. Tutakuja tuongelee kwamba mzazi lazima atie bidii na kujikaza kuona kwamba huyu mtoto amemlea katika maadili mema, ili asijikute katika vikundi au marafiki ambao watamwathiri. Na tutakuja tuone kwamba vijana wakiwa katika hii umri wa kubaleghe, hawa vijana katika psychology, ukisoma katika psychology, huwa wanawasikiza sana marafiki zao, wanawaiga sana marafiki zao kushinda walimu hata wazazi wao. Kweli.
ala sabili mithal, kwa mfano unakuta mama amemkanya mwanawe, usiwe ni mwenye kutoka nje, usiwe mwenye kuandamana kwenda mahali fulani, usiwe mwenye kusujuku kwenda kushikana na watu fulani kwenda labda hizi party ma vitu gani. Lakini licha ya hayo mama amempa ushauri, amemkemea, amekuwa mkali, lakini huyu kijana inaingilia huku latokea huku, lakini anashawishika na marafiki zake. Unamkuta huyu kijana anatafuta mbinu, kila mbinu. Waweza kuwa nyumba yako umetia kila aina ya security, lakini huyu kijana atatafuta mbinu, labda kuna party labda fulani iko sehemu fulani, marafiki zake wamemshauri twende leo tukajivinjari, wao utafurahi nini. Sasa huyu kijana atafanya juu chini, licha wewe umeweka kila kitu, lakini atafanya juu chini, hata kama ni kuruka kwenye ukuta, lakini awe na wale marafiki zake. Ndio maana pia utakuta kina mama wanapokuwa majumbani, ile kusema labda wanachunga watoto wa kike, unakuta mama amemchunga mtoto wake wa kike akisema huyu atoki, lakini kesho akija akipata ujauzito anashangaa, kwani huyu ametoka tokaje mpaka imefikia hapa, mimi na mtu nilikuwa namtunza vile namtunza, kama ni nje namwambia asitoke, asifanye nini, lakini anashangaa huyu amepata pataje ule ujauzito. Ni kweli. Sasa hapa inaonyesha kwamba pia wazazi ikiwa unaishi na mtoto au watoto ambao wamefika katika hii rika ambayo ndio ni ya kubaleghe, lazima ujue kuishi nao kwa makini na hekima. Sisi wazazi tuna ile kwamba, kwa mfano vile hiyo umetoa mfano ya mtoto wa kike, ukimchunga sana basi ndio utakuwa unamrekebisha. La, usichokijua ni kwamba huyo mtoto unayemchunga ana akili yani ana maarifa na ana mbinu, hata yale unayomwambia hata anakushinda na ashtuki. Atakwambia tu sawa, kesho ameenda kufanya yake. Ndio maana kwa nini unakuta yani hawa mabinti labda wanaowekewa vizingiti na kuwekewa security tight katika majumbani kwao, unakuta hizi issues zinatokea, mambo kama ya ujauzito na kitu kama. Ni kwa sababu gani? Huyu mtoto ndio utakuwa unamwekea leo, umemwekea ulinzi, umemkalia tight, lakini huyu mtoto siku atayopata fursa, hata kama ni fursa ya nusu saa, basi sasa yeye ataenda wanasemanga neutralize, kuitumia kisawa sawa. Umeona? Lakini mzazi nafanya nini? Ongea na mwanawe, mkalisha. Unajua sisi tatizo ni wazazi wanaogopa, mtoto wangu amefika katika umri, naona haya kumwelezea mambo fulani. Na hiyo sasa ndio ifike, huo ndio umri sahihi wa kuweza kumwelezea, kwa sababu anapotoka nje anaenda katika dunia, atakutana na watu tofauti. Si kama useme ni mtoto ambaye labda ni mdogo, hapana. Lakini mtoto amekuwa na labda yuko college ama labda yuko sekondari, utakuta ndio muda mwafaka wa wazazi kuwa nao. Lakini inakuwa ni kama kitu ambacho si wazazi wengi hufanya hivyo. Si wote ambao wako ninatokuta majukumu yote ameachiwa mwalimu. Naomba huyu mtoto mimi nimemleta shule, lakini pia ujue wewe kama mzazi una mchango wake kwake. Ni kweli. So daktari, kwa hivyo una mzazi mkaitishe yule mwanawe, mtoto wako wa kike, mueleze the negative side ya katika umri uko nayo. Je, kuna mambo na ujauzito, kuna mambo kaingia katika hali ambayo sio nzuri nini. Hata mtoto wa kiume unamuelezea. Mueleze sasa, wewe sasa ukipata ujauzito, je, ile dhamira uliokuwa nayo, aim zako, goals zako ulikuwa nayo, unataka kuwa daktari, unataka kuwa mhandisi, unataka kuwa nani. Je, ukishapata ujauzito, kwanza angalia ule aliyekupa ujauzito, je, ana ile responsibility ya kutekeleza kila, kuwa akawajibika kuwa baba ama nini. Unakuta ni labda hata yule kijana pia naye anasoma. Kwa hivyo lazima mueleze kwamba hali halisi na hii umri alio ndio kuna changamoto, lakini mpe mbinu ya vipi ataweza kujitoa katika kukabiliana na hii shinikizo. Na pia nichukue fursa hii kuwapa kongole wale wazazi ambao wanaishi na watoto ambao wamebaleghe, teenagers wanaishi nao katika malezi, na pia maybe labda washafaulu katika maisha na kila kitu. Leo acha nichukue fursa hii kuwapa
hongera na kongole. Mashallah. It is not easy Si rahisi kumlea mtoto ambaye ameingia katika umri wa baleghe. It is not easy. Very, 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 very difficult. Kwa sababu gani? Huyu ni mtoto ambaye ameingia, tutakuja tusome, ameingia katika umri fulani ambayo anataka kujitambua, anataka kujifahamu, anataka kujulikana. Unaona? Kwa hivyo inshallah tutakuja tusome, tujue, tutaona, tuone vipi. Kwa hivyo pia ni changamoto kwa wazazi ambao wanaoishi na watoto ambao wamefika katika hii umri. Usione haya kuongea na mtoto wako. Atanichukulia vipi nikiongelea masuala ya hii mabadiliko ambayo anaiona katika mwili wake na kila kitu, kubadilika katika hormones, atanichukulia vipi? Sasa wewe mzazi usione haya. Hii ndio muda mwafaka wa kuketi na watoto wako na kuwaeleza kinagaubaga kwamba hali hii mko nayo ni ima, hii umri ambao uko nayo ni ima ujenge maisha yako au uharibu maisha yako. Chaguo ni lako. Wewe unataka kuwa nani? Nataka kuwa mhandisi. Wewe unataka kuwa nani? Nataka kuwa daktari. Wewe unataka kuwa nani? Nataka kuwa mwalimu. Je, ikiwa wewe uko na hii fikra unataka kuwa mtu fulani, je, ukijiingiza katika hii ukafuata matamanio labda matamanio ya mwili yako na hisia zako, basi jua huwezi kutimiza malengo yako. Lakini ikiwa unataka kutimiza malengo yako, basi ni ujikakamue. Kweli. Kwa sababu siku zote hakuna kitu nyepesi au nini. Lazima upitie magumu. Ukitaka kupata matunda, ili uweze kupata matunda, lazima utumie ungangane ili uweze kuvuna, kufika. Sio rahisi. Kwa hivyo, na nikimalizia, kuna hadithi nzuri sana ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii hadithi ni kuhusu hatua za malezi ya mtoto. Mtume ametuelezea hatua za malezi ya mtoto na akatugawanyia katika vikundi. Mtume anasema katika hadithi yake, anasema mtoto ni bwana katika miaka 7 ya kwanza. Mtoto katika miaka 7 za kwanza, katika 0 mpaka miaka 7, huyu mtoto ni kama bwana. Yani tunamaanisha, tukisema bwana ni maana inafaa umlee kwa upendo. Umdekeze. Yani huyu mtoto unamdekeza, unamfanyia kila kitu anachotaka. Dadi nataka hii, mami nataka, mdekeze. Usimkemee, muhurumie. Hii ni umri ambayo inataka upendo. Yani paka yule mtoto anajisikia kweli mimi ni bwana wa hii nyumba. Ushaona? Hiyo ni mwaka kuanzia 0 mpaka 7. Kwa hivyo, ukiwa na mtoto kuanzia 0 mpaka miaka 7, mdekeze huyu mtoto. Usiona amefika miaka 4 au miaka 3, ukawa unamkemea, kumtusi, kumwambia maneno kejeli, mambo mabaya, kutumia mambo. Yani wewe unaongea na wenzako kule, unaanza kutumia mambo ambayo si mazuri. Yule mtoto, unajua hii umri watoto wana grasp, wanashika kwa haraka. Sana. Na wanafahamu kwa haraka. Sasa hii lazima wewe mzazi umdekeze huyu mtoto kwa hii miaka. Sawa, mdekeze, lakini katika hikma. Usimwachilie basi, la. Yani usiwe ni mwenye kumchapa, unambembeleza. Hii miaka 0 mpaka 7. Naam. Kisha miaka kutoka 7 mpaka 14. Miaka 7 mpaka 14. Inasema mfanye huyu mtoto awe waziri. Mfanye awe mtumishi. Katika miaka 7 mpaka 14. Mtumishi na maanisha nini? Akiwa katika miaka 7 kwa maana. Yani muanze kumfunza nidhamu, muanze kumfunza dini, muanze kumfunza tabia nzuri, muanzishe kuswali, muanzishe mambo na kufunga kidogo, muanzishe, si ati lazima, muanzishe. Ukienda kuswali, mchukue mwanao ende ukaswali naye. Unaona? Yani muanzishe maadili mema, aweze kujua dini. Katika miaka 7 mpaka 14. Katika miaka 14 mpaka 21. Sasa hapo ndo inaitwa danger zone. Hapa ndo umri hatari zaidi. Kila kitu kinafanyika hapa ndo kizaazaa, shida inaanzia hapa. Kivipi?
Katika miaka 14, 21 mtoto ameingia katika kubalege. Ameanza kuona dalili fulani ambayo hakuwa amezizoea katika maishani mwake. Sasa amechanganyikiwa na anataka kujifahamu, ajijue yeye ni nani. Sasa katika hii umri mfanye waziri. Waziri kivipi? Yani mshauriane, kuwa rafiki naye, usimkemee. Amefanya jambo, usimtusi, usimkejeli. Maana pia itajenga ile bondi ya mzazi mtoto. Kijana akiwa katika hiyo umri huwa anapenda kuona kwamba katika masala ya kutoa uamuzi, ima nyumbani, wewe baba, mwite mwanao, kijana wako, muhusishe katika maamuzi. Mwanangu, nataka tufanye hii 1 2 3. Je, unaonaje? Hebu toa idea yako. Sasa yule kijana katika ile umri anapenda vitu kama vile, anapenda kuhusishwa, kwa sababu anajiona nini? Ashakuwa. Sio mtoto, ashakuwa. Kwa hivyo muhusishe katika mambo ya kutoa ushauri, ongea nawe, mweke awe rafiki. Sawa sawa. Kwa hivyo hiyo ni muhimu zaidi. Naam, shukran sana Ramadhan, shukran sana. Hakika imekuwa ni kitu kizuri sana kuweza kuelezea peer pressure ni nini, na pia kutoa mifano kadhaa ambayo katika jamii inaweza kutokea. Acha tuende mapumziko, tukirudi tutaweza kuendelea na mengi zaidi. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumia katika awamu ya kwanza tukiwa na Ramadhan Shisia ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Nafurahi binafsi kwa maelezo yake haswa kuhusiana na mada tulionao mezani siku ya leo, ambayo inatatanisha sana. Haswa katika jamii ya sasa hivi ni wengi ambao tunaingia katika peer pressure. Wengi tunaingia katika uvutaji wa bangi, kula mirungi, ama kufanya kila kitu ambayo unajua unafanya ambao ni uraibu fulani. Inakufanya saa nyingine wengine huingii tu kwa kupenda wewe, basi wengine wanaingiza nini? Kwa sababu ya peer pressure. Nimemwona rafiki yangu akifanya hivi, ama amekwambia jaribu kufanya hivi na wewe unafanya. Mpenzi mtazamaji, kwa mengi zaidi inshallah tuchukue mapumziko, tukirudi tutaweza kuendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana, tukiwa naye Ramadhan Shisia ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Anazidi kudadavulia na kuelezea mengi zaidi kuhusiana na peer pressure. Tunavyofahamu peer pressure ni kitu ambacho kimezidi kuzungumziwa hata mashuleni. Hata mimi nilipokuwa shuleni ni kitu ambacho mwalimu alikuwa akikariri kila saa ama kila muda, kwa sababu anajua kwamba wanafunzi ukishikana na rafiki mzuri utakuwa mzuri, ukishikana na rafiki ambaye si mzuri basi utakuwa pia si mzuri. Wanakuambia ukitaka kumjua mwizi, jua tu anayetembea naye ni nani, pia utamfahamu ni nani. So inshallah tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi zaidi. Karibu tena Ramadhan. Shukrani sana. Kwa mara nyingine inshallah. Nashukuru kwa fursa hii. Karibu sana. Tukiendelea na mada yetu inshallah. Tunataka kujua je, peer pressure ni nini? Peer pressure ni nini? Tumeangalia katika Qur'ani inasema vipi, mtume wetu ametushauri vipi, na pia katika hadithi ya imamu wetu Imamu Ali anatuhusia na kutueleza kwamba anatuambia kwamba marafiki huvuta, yani marafiki huathiri. Ukiwa na marafiki wazuri, basi wewe watakuathiri katika uzuri. Ndiyo. Na ukiwa na marafiki wabaya, basi marafiki watakuvuta katika ubaya. Ndiyo. Ndio ile kauli wakasema, show me your friend, I'll tell you who you are. Nionyeshe marafiki zako, kisha ndakueleza wewe ni nani. Bila wewe kunieleza wewe ni nani, nionyeshe tu marafiki zako. Ndiyo. Basi mimi naweza kukuchambulia na kukueleza kwamba wewe ni mtu wa aina gani. Haiwezekani wewe marafiki unaotembea nao wanavuta sigara, wanyaji pombe, wanabugia vileo, kisha na wewe ukasema la, mimi hata hizo vitu la. Ima wewe unavifanya lakini unaficha. Ndiyo. Unaona? Hautaki kuonekana. Lakini siku zote, na pia wale marafiki ambao wanafanya haya mambo mabaya. Kwa mfano, marafiki ambao wamejiingiza katika kutumia miadarati au pombe. Siku zote hawa vijana huwa na mentality moja. Hawa marafiki huwa hawapendi kumwona mwenzao hatumsi kama wao. Yani
wao wanavuta sigara au wanakunywa pombe, lakini huyu rafiki yao hanywi, ni mtu mzuri, anasifika. La, watafanya kila mbinu, kila juhudi kumwona wamemvuta huyu rafiki yao awe kama wao. Kila mbinu, ima direct ama indirect, ima moja kwa moja au fiche, ili kumvuta huyu rafiki awe fanye nini? Awe kama wao. Hiyo ndo athari ya, ndo maana Imam Ali anatueleza kwamba marafiki huvuta, huathiri. Kwa hivyo kijana, upo shuleni, upo nyumbani, kitu cha kwanza, tafuta kundi ambalo unaliona ni kundi la kujenga. Kundi ambalo lina maono. Kundi ambalo unaliona litakusaidia katika maisha, lakini usiingie katika kundi ambalo lipotovu, litakupotosha ukawa ni mwenye kujutia. Kwa hivyo tunaingia katika kujua manini maana ya peer pressure. Peer pressure ni ile ushawishi, mshinikizo kutoka. Mshinikizo kwa nini? Kupitia marafiki. Moja. Pili, kupitia watu ambao mko katika age moja, umri mmoja. Yani wale ambao mko katika age group, yani umri mmoja. Sasa unaweza pata mshinikizo, ushawishi kupitia kwao. Lingine, kazini pia kuna shinikizo au ushawishi kupitia marafiki kule kazini. Inaweza kuwa ni marafiki au ni mtu ambaye hauna urafiki naye, lakini amekuvutia na mambo ambayo anayoyafanya. Kwa ufupi ni kwamba hawa ni kundi la watu ambao wanakuathiri kufikiria kwako, wanakuathiri kumfanya uamuzi, na pia wanakuathiri kufikiria kwako. Ni kundi, ima iwe shuleni, iwe kazini, iwe ni wapi, hichi kundi au watu wanakuathiri kufikiria kwako, kufanya maamuzi yako, na pia matendo unayofanya wanakuathiri. Na pia tuelewe jambo moja kwamba hii mshinikizo au ushawishi ambao tunaita peer pressure haipo tu kwa vijana tu au shuleni tu au makazini. La, pia majumbani mwetu. Kwa wanandoa pia kuna peer pressure. Ndio. Nadhani ni ndoa ngapi ambazo zimevunjika kwa sababu ya hii mshinikizo peer pressure? Nyingi sana. Tukitoa mfano ni kwamba leo namkuta, na ni mfano hai, kwamba jamaa kamuoa mwanamke, wakafanya harusi, wakafunga ndoa, wakawa wanaishi. Lakini huyu kijana alipomuoa huyu binti, alikuwa kijana mzuri kweli. Alikuwa ni kijana ambaye ameshika dini, alikuwa ni mtu 5 salawati, yeye swala impiti. Yani alikuwa na maadili nzuri. Lakini kadri siku siku zilipoenda, kijana kule kazini akakutana na marafiki. Hawa marafiki wake wakawa wanamshawishi. Marafiki zake ni wale marafiki wa kubugia vileo, na ni wale marafiki ambao wa nyumbani hawaingii mapema. Sasa wakamwambia huyu, sasa walikuwa namuona kwamba sasa yashakuwa marafiki. Sasa wakawa wanamuona kwamba yeye alhamdulillah akimaliza kazi yake anawahi mapema nyumbani. Wacha nini kawahi nikamwone mke wangu, vitu kama hivyo. Lakini sasa hawa marafiki, tumesema marafiki ambao si wazuri, siku zote wanakuvuta, wanataka uwe kama wao. Kwa hivyo wakawa wanamshawishi, wanampa shinikizo, wanamwambia fulani, wewe ukimaliza kazi wewe unakimbia nyumbani, wewe unaenda kunyonyesha wewe, au unaenda kupika. Mwanaume kamili, mwanaume rijali haingii nyumbani mapema. Mwanaume kamili anaingia usiku wa manane. Mwanaume kamili ni ule
ana hangout, anakuwa na marafiki zake. Sisi leo kuna mpira leo. Akamwambia mimi wanaonea kwangu. Wewe mwanaume gani wewe unaona mpira wewe peke yako wewe? Mbona lazima angalie na marafiki. Utaamua mpira tuwe pamoja, tumepokea. Usiwe na tatizo, sio lazima unywe, tutakunywa soda, haina tatizo. Sasa wanamshawishi awe pamoja nao. Sasa yule kijana siku ya kwanza akaenda nao. Akanunulia soda kama kawaida, lakini wanajua ni nini wametarget. Madhumuni yao ni nini? Wakaangalia mpira, ikaisha. Mzee kijana karudi nyumbani, lakini anarudi lakini akitafakari ni vipi ndamueleza mke wangu. Sasa pale akawa anabuni urongo. Leo tumetoka kazini kuchelewa nini. Siku ikaenda, siku ikaendelea, siku moja, siku ya pili, siku ya tatu mtondogo. Kisha siku wameenda, kulikuwa na mpira mzuri sana tu. Sasa wakawa wapo wanaangalia mpira. Wakawa wanamwambia, wewe tulikuambia wewe. Umeona hawa wote wamepaki magari huko nje, umeona wamepaki magari makubwa. Si wanaume, hawana wake. Lakini unaona wako wapi? Wako hapo wanajivinjari. Sasa wewe una nini? Wewe unang'ang'ana, wewe unataka kwenda kufika mapema nyumbani. Ona vile wanajivinjari. Sisi sasa wanaanza kumshawishi. Sisi tukikunywa hii kileo hii, unajisikia kweli wewe ni mwanaume. Yaani ukienda kwa nyumba wewe unajisikia wewe ni mwanaume na hakuna mtu anaweza kueleza. Utojua ni kitu ambacho nadhani pia kinajenga ile kibri. Sasa unakuwa kuna ile kibri na majivuno na majigambo ya kwamba ni mimi. Sasa hata ukisema unafika kule nyumbani inakuwa ni kama atakalosema yule mke, unaona tu anapiga kelele. Wengine result kwamba anampiga mpaka mke wake. Ndio hivyo. Sasa unaona, sasa yule kijana akaambiwa onja, usata usinyonyi, onja. Na maskini alikuwa si mraibu wa hizo vitu. Sasa onja ikafika mahali akawa sasa ni mraibu. Sasa ikawa sasa, na cha kusikitisha kwamba tutakuja tusome hapa tutaona. Mchovya. Siku zote ukiwa umeingia katika ushawishi na ukaingia katika kundi ambalo lina ushawishi mbaya, siku zote huwa unataka kuwaonyesha kwamba wewe ni mbora zaidi. Si wao walikuwa kikunywa bia chupa 4. Sasa mimi nataka nionyeshe naweza kunywa 8. Sasa unaona tatizo kwa sababu ile tutakuja tusome katika peer pressure, hii mshinikizo huwa inakufanya unataka sasa utambulike kisasawa. Wacha tu ile tunakunywa, lakini nijulikane pia mimi naweza fulani bia moja imtoshi, ule anakunywa 8. Sasa ile watu kushangaa na anajiona kwamba ni sifa. Unaona fahari. Sasa ikawa ni mazoea, akawa anakunywa. Ikafika mahali maskini ikawa sasa kijana amepindukia, amekuwa chakari. Akawa yarudi nyumbani fujo. Si ameambiwa sasa yeye ndo kusema kwa nyumba. Maana mke asikuulize umetoka wapi. Alimuoa nani? Ni amekuoa, wewe ndo umemuoa. Kwa hivyo una haki ya kuingia wakati wowote na kutumia chochote. Ni haki yako. Wewe ndo mume katika nyumba. Sasa yule kijana akawa na tabia ya violence. Akawa yomchapa mke wake, akawa nini anafanya, kwa sababu kikunywa kileo inakuwa mko watu wawili. Ndio maana mtu aliyebugia kileo anaweza fanya jambo, kesho akiambiwa wewe ulilala mtaroni ama ulikuwa unaongea maneno machafu, anakuwa ni mwenye amesahau kabisa, sio yeye. Kwa hivyo yeye akawa anampiga mke wake nini, akawa asubuhi yake amka anamwomba msamaha. Ilikuwa ni shetani nini, lakini ni shetani, lakini kuna washetani wenyewe wako kule kazini. Baada ya siku 2 wamerudi katika hali kama ile, anakunywa hivyo. Ilienda vile mpaka ikafika sasa ikawa ile ndoa imekuwa toxic. Imekuwa sasa sio ndoa, sasa imekuwa ni ndoana. Sasa ni sehemu ya sasa battlefield. Ni vita. Mwishowe mume alimwambia nini? Ikawa sasa imefikia mahali sasa wanatishiana, nataka kumuua mke wake ama nini. Mke akaona nini? Akaona cha mimi toke. Na ndoa yake ndio hivyo
iliisha, wakaachana na mke wake. Sababu ni nini? Peer pressure. Huyu kijana lao angekuwa na group ambao ni nzuri, basi huyu kijana hangekuwa katika hali kama hii, angekuwa bado na mke wake. Lakini huyu kijana alishikana na group ambayo ilimfanya akawa ni mwenye kubadilisha mwenendo wake na maadili yake, akawa ni mtu tofauti. Kwa hivyo sio tu mashuleni ama peer pressure kwenye vijana, pia katika ndoa zetu. Hata mke pia, si mwanaume pekee, mke yeye ameolewa na mume, walisikizana, wameelewana, anajua hali ya mume wake ndio hivyo kidogo akapata, yani hana uwezo ile ya kisasa. Ndio. Lakini mke ametoka, ameenda kwa rafiki zake, amekutana na marafiki zake. Hawa marafiki zake ni wale marafiki ambao si wazuri, unaona. Sasa hawa warafiki wanaanza kumpa ushawishi, mimi mume wangu amenunulia TV 70 inch ama 90 inches. Sasa mwanamke akiangalia, mimi mume wangu tunatumia lile 24 inch ya TV. Sasa vipi mimi mume wangu ananifanyia hivi, kila siku nanunuliwa nguo, kila siku napelekwa sijui, unaona. Sasa ile ushawishi wanavyoongea, huyu mwanamke naye anaiga, kwa sababu hiyo group ni peer pressure, mshinikizo, anampa mshinikizo, anarudi kwa mume wake. Mume wangu pia mimi nataka TV aina hii. Mume wangu pia nataka mimi kila mwezi niwe unanunulia nguo 6. Kila sijui waona hiyo ushinikizo. Tena inakuwa higher percentage sana, kwa sababu ukiangalia utasema hata bora wanaume, kwa sababu mwanamke akishaingia katika urafiki ambao haufai, na hasa kama yuko katika ndoa yake, high chances za ile ndoa kuvunjika ni rahisi. Kweli kabisa. Kwa sababu ndio yaweza kuwa ni marafiki wanakushawishi, lakini mwisho wa siku kuna rafiki pale mwenye labda umekaa na yeye anakuambia mumewe yamnunulia TV ya kama ni ya 90,000 ama ni 1000 ngapi. Sasa yeye amemnunulia, lakini yaweza kuwa huyu anamstiri mume wake ya kwamba mimi mume wangu ndio, lakini labda yaweza kuwa kule ndani hana. Kwa sababu nadhani kuna siku nishaangalia filamu ambayo ilikuwa na mafunzo sana. Ilikuwa na mafunzo kiasi cha kwamba ukiangalia kama mwanamke, yani ni vizuri sana kumstiri yule mume wake. Sasa ukiangalia shinikizo hili la marafiki, wengi wamefeli upande huu. Ni kweli kabisa. Naam. Dakta kabisa. Hasa hii ni kwa nini tunaongelea hili jambo la peer pressure, hii mshinikizo? Ni kwa sababu ina athari kubwa sana. Kubwa sana. Si katika majumbani mwetu, si kwa wanandoa, si mashuleni mwetu, sio katika majumbani mwetu. Jamii nzima hili jambo linawasumbua. Kwa hivyo sio jambo la kufumbia macho, la kusema tusiliongelee. Hili ni jambo linafaa tuliongelee na tulijadili, na tujue tunapata vipi mwafaka, tujue tunaweza kudeal nayo vipi jambo kama hili. Kwa hivyo tunaendelea. Tushajua maana ya peer pressure, mshinikizo. Tumesema mshinikizo inaweza tokea kwa kikundi cha watu, ima ni marafiki shuleni, ima ni marafiki nyumbani, ima ni marafiki kazini, ima ni labda ni marafiki, labda teammate katika mambo na michezo, ni marafiki ambao mnacheza pamoja. Hii ni kundi la watu ambao linakushawishi, na hii ushawishi inabadilisha fikra zako, matendo yako na uamuzi wako. Ndio. Kwa hivyo ukiona wewe umeathirika katika hizi nyanja, hizi vitu vitatu, jua wewe uko katika peer pressure. Naam. Shukrani sana Ramadhani. Inabidi tuachie hapo, naona muda nao umetupa kisogo. Lakini naamini tutaweza kutana zaidi kuangazia mambo mengi zaidi kuhusiana na peer pressure, kwa sababu ni topic kubwa sana. Na tukiangalia ni kitu ambacho kinafaa kuangaziwa kiundani ili mtu aweze kuweza kuelewa na kurekebisha. Maana nakwambia samaki mkunje angali mbichi. Inshallah. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Ramadhani ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu ambao ameweza kuiangazia, ameweza kudefine vizuri, na tukaangalia pia mifano hai ambao huwa inatokea katika jamii yetu kulingana na peer pressure. Mambo mengi ambao huwa tunapitia sisi kama vijana, mambo mengi ambao wanapitia wazazi nyumbani,
yote yaweza sababishwa pia, labda kuna peer pressure mahali, unakuta mtoto anakuambia baba, mimi nataka simu ya iPhone. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikukwambia maasalam.